Mrembo Kamra katika sehemu yake ya 18 tulishia mahali ambapo bado tulikuwa kuna mambo mengi sana hatujayafahamu. Kulikuwa na kizungumkuti cha kufahamu ni mtu gani ambaye aliyekuwa amemteka Bwana Vinod Ndunguru, ambaye ni mume wa Kamra Ibrahim Squala. Tuliona pia kwamba ndio mara ya kwanza sasa moja kwa moja kwa mzee Ibrahim Squala pamoja na watu wengine kufahamu kwamba Vinod akiwa na Kamra sio tu kwamba ni mtu wake wa karibu, lakini walikuwa ni mume na mke. Na mambo mengine mengi sana tuliyaona pale, watu wakiwa wanahangaika kufahamu ni wapi alipo Bwana Vinod Ndunguru. Lakini pia tuliona maneno mengi yakiwa yanaelekezwa na shutuma nyingi kubwa zilikuwa zinaelekezwa kwa mzee Ibrahim Squala kwamba ni yeye ndiye chanzo cha Bwana Vinod kupotea. Lakini hata hivyo na yeye alikuwa anashangaa kwa sababu alikuwa anatamani sana aweze kumpata huyu Vinod ili aweze kumshughulikia kweli kwa sababu anaamini ndiye anayempa nguvu mwanadada Kamra, na hivyo kusababisha kampuni ya Tampamo kutetereka pakubwa sana. Sasa mzee Ibrahim Squala ana mashaka na yeye na watu wengine kwamba ndio waliokuwa wamempoteza Vinod, lakini raia walikuwa wanafahamu kabisa kwamba mzee Ibrahim Squala ndiye anayefahamu. Si hivyo tu, lakini hata waandishi wa habari na watu wengine walikuwa wanafahamu kwamba lazima mzee Ibrahim Squala ndiye ambaye amefanya hilo jambo la kumpoteza Vinod. Na zaidi sana, hata jeshi la polisi lilikuwa linafahamu kabisa kwamba kuna mkono wa mzee Ibrahim Squala katika kupotea kwa Bwana Vinod. Hatukupata majibu sahihi mpaka tunamaliza sehemu ya 18. Karibu sana katika sehemu ya 19, mpendwa mfuatiliaji wa simulizi yetu hii ya Mrembo Kamra. Karibu sana mfuatiliaji na rafiki wa karibu kabisa wa makala simulizi. Karibu tukutane katika sehemu hii ya 19, tuangalie ni mambo gani ambayo tutayapata katika sehemu hii. Ninayekuletea simulizi hii ni mimi BHB, rafiki wa karibu, mwanafamilia wa makala simulizi. Basi kama wewe ni mgeni katika channel yetu hii ya makala simulizi, basi bonyeza neno ambalo limeandikwa subscribe, liko chini ya video hii, mkono wako wa kulia hapo libonyeze ili uweze kuwa mwanafamilia kabisa wa familia ya makala simulizi. Basi usiache kulike, kushare na kucomment pindi unaposikiliza simulizi zetu. Karibu katika sehemu ya 19. Dito Mija Sipo na ndugu zangu wengine. Nimewaita hapa kwa sababu ambayo naamini wengi wenu mnaifahamu. Mimi kama mwenyekiti wenu Kamina Smembe. Kamana Smembe, mimi ndio ambaye niliteuliwa kusimama katika mission ambayo tuliokuwa tumeipewa. Lakini ndugu zangu, kama mnavyofahamu, kabla hatujakamilisha mission ile, mtu ambaye tuliokuwa tunapaswa tumkamate amepotea katika mazingira ya kutatanisha. Nataka tu niwaambie kwamba mzee amekasirika vibaya sana. Mzee Ibrahim amekasirika vibaya mno. Na kilichosababisha kikubwa ni waite hapa ni kutokana na kauli za mzee Ibrahim Squala. Ibrahim Squala, mzee huyu anaamini kwamba sisi tumemchukua Vinod na kumficha ili tumweke mbali na hasira yake. Lakini mnafahamu kwamba sisi bado tulikuwa tujafanikiwa kumkamata. Lakini uwezo wa kumwaminisha mzee Ibrahimu, aisee, uwezo huo ni mdogo kwa sababu anaamini kabisa kwamba tumechukua rushwa kutoka kwa Vinod na hivyo tumeamua kumtorosha ili aweze kuendelea kuwa salama na asije kaingia kwenye mikono ya mzee Ibrahim Squala. Kuna kazi kubwa ya ziada tunapaswa tuifanye ili angalau kama si kumpata huyo Vinod, lakini basi angalau
kumthibitishia mzee Ibrahimu Skwala kwamba hatuhusiki kwa namna yoyote katika kumchukua na kumficha Vinod. Tusipofanikiwa kufanya hivyo, ndugu zangu, maisha yetu yako hatarini. Na mkumbuke kwamba tayari sisi ni watu ambao tuna maskendo mengi. Na hata kutokuthibitika mahakamani na kufungwa jela ni kwa sababu tu ya nguvu kubwa ambazo huwa zinatumika katika kuwahonga mapolisi. Lakini kama isingekuwa hivyo, wangesimama watu kizalendo, tusingekuwa huru mpaka sasa hivi. Mnamuelewa vizuri mzee Ibrahimu Skwala. Ni mtu mafia sana. Anaweza kufanya kitu chochote dhidi yetu. Oya. Hebu kabla hujaendelea kiongozi, hebu ngoja kwanza. Kwa nini umeingia upepo sana kuhusiana na mzee Ibrahimu Skwala? Jambo hilo ni kwamba sisi tunaelewa hatujalifanya na kumpoteza, kumpoteza huyo Vinod. Na sisi ndo tulikuwa tuko kwenye kazi, tunaanza kufanya kazi ili tuweze kumnasa. Mzee suya amechechawa na vitu gani huko? Anaanza kututuhumu sisi. Kwa nini tusimwahi tukamaliza sisi wenyewe kama tunaona vipi? Tumalize ile, tumfanyie ile amna ili tuweze kuwa huru. Maana haiwezekani atupe deal kama hilo alafu tena tugeuke sisi kwamba tuone sisi ndo tumemfanyia ni aje. Sasa kwa nini kiongozi unaingia upepo kiasi hicho? Kwa nini tusimfanyie amna ili tukae salama zaidi? Nisikilize Dito. Dito, umezungumza hilo jambo, lakini sio kwamba mimi sikuwahi kulifikiri. Nilifikiri juu ya kumwangamiza mzee Ibrahimu Skwala kabla hajatuangamiza sisi. Lakini kwa mfumo wake yeye ulivyo, kumbuka kwanza yule ni mtu tajiri. Na pia si tajiri tu, ni mafia vile vile. Lazima kuna watu ambao wanaomzunguka wenye vyeo, lakini pia wenye ujuzi wa mambo mengi sana ya kimafia. Tunaweza kufanikisha kweli kumwangamiza, lakini hatutafanikiwa kuwa huru baada ya kumwangamiza, kama ambavyo tumeangamiza walio wengi na bado tuko huru. Kwa hivyo wazo lako hilo mimi nilishalifikiri, na sijui kwa nini umelifikiri na kabla hujalichuja umelitoa, na wakati mimi nililifikiri nikalijua jinsi lilivyo na madhaifu na nikaacha kulitoa katikati yenu. Hebu ngoja na mimi nizungumze hapo kiongozi kwanza. Unajua mimi mnaniona mimi ni meja kweli, lakini nyinyi wenyewe mnajua matendo yangu mimi ni ya meja. Yaani mimi ni meja generali na nyinyi wenyewe mnafahamu hiyo. Kwa mkipenda kuniita meja ni fresh tu, japo nyinyi naona mnaendelea kuniita jina la wazee, jina la meja. Kwa jana mimi niongee kidogo hapo. Samani kwa kukuatisha kwanza kiongozi. Najua nini? Tunaweza tukamzunguka huyo mzee tukamaliza afu isifahamike chochote kile, kwa sababu huyo usikute hata huko alipo sasa hivi anashaanza kutupangia njama za kutumaliza sisi. Raya adui umwahi. Kiongozi mimi naweza nikatoa mbinu ya kumaliza yule mzee na kupoteza ushahidi wa kila kitu yani. Msikilizaji, hayo yalikuwa ni maongezi kwenye kikao cha Bwana Kamana Smembe pamoja na watu wake ambao waliokuwa wamepewa kazi ya kumaliza Vinod Ndungulu. Sasa Kamana Smembe, yeye ambaye sasa ndiye ambaye alikuwa ni kiongozi wa wenzake, wakiwepo Dito, Meja, Sipo na wengine wachache sana, kwa sababu alisema mission nzito kama ile haihitaji iwe na watu zaidi ya 5. Kwa hivyo kikao kile kila mmoja alikuwa anatoa mawazo yake. Kwa upande wa Kamana Smembe, aliona kabisa kwamba ipo haja ya kufanya kazi nzito ili angalau hata kama sio kumpata Vinod Ndungulu,
basi angalau iwe ni kumwaminisha bwana Ibrahim Squala. Lakini mawazo yalikuwa ni tofauti kwa wenzake. Wanakikundi wenzake wa kufanya umafia, wao walikuwa wanaona ni bora wamuwahi mzee Ibrahim Squala ili asije akawaletea madhara. Mjadala ulikuwa ni mzito sana, na hawakupata kuelewana vizuri mwanzoni kabisa, kwa sababu kila mmoja alikuwa anaona kama wazo lake ndilo la msingi. Kamanas Membe kama mwenyekiti wa kikao na mwenyekiti wa kuongoza kikundi kile cha kimafia cha kufanya matendo mazito sana kwa namna ya siri na kupoteza ushahidi, alianza kuwatuliza wenzake, na sasa hapo akaanza kuongea kwa namna ya kipekee. Naomba mnisikilize kidogo aise. Naona kila mmoja anazidi kushindilia maneno yale yale ya kutaka kumpoteza na kumwangamiza mzee Ibrahim Squala. Ni kana kwamba wenzangu hamfahamu nguvu alionayo mzee Ibrahim Squala. Lakini pia katika matendo haya huwa tunashauriwa siku zote kwamba unapotaka kufanya tendo hilo kubwa kabisa la kumwangamiza mtu ambaye ni bosi wako, uhakikishe kwamba hakuna namna nyingine yoyote ile ya kufanya na kurudisha imani kwa bosi wako. Mzee Ibrahim Squala ni bosi wetu kwa sasa. Ipo njia nyingine ya kurudisha imani, tuweze kurudisha imani kwake na kubaki salama, aweze kutuamini zaidi na zaidi. Kumbukeni kwamba mabosi kama hawa ndio wanatufanya tuweze kuishi mjini, na ni watu wachache sana wenye roho za aina hiyo. Ikiwa tutampoteza Ibrahim Squala, maana yake ni kwamba tumejenga mazingira pia ya kukosa dili zake katika siku zinazokuja mbele. Na matajiri kama hawa, mkumbuke dili kama hizi ni mara kwa mara zinatokea. Akishafanya mara moja, lazima atataka kutumia njia hizo hizo tena na tena ili kuhakikisha kwamba analinda utajiri wake. Hatuna sababu mpaka sasa hivi ya kumfanyia unyama Ibrahim Squala. Tutumie elimu zetu ambazo tulizojifunza katika masuala mazima ya ujasusi ili kuweza kurudisha imani kwa mzee Ibrahim Squala. Kwa hiyo kiongozi wewe ulikuwa unawazaje? Tutumie mbinu gani? Sipo umeuliza swali zuri sana. Naombeni kwanza tuweze kupata ramani ya sehemu tukio lilipofanyikia. Tunaomba kwanza mmoja wetu aweze kwenda na kuhakikisha anachora ramani vizuri kabisa ya eneo la tukio, jinsi ambavyo lilivyokuwa, na tafsiri za awali kabla hajaileta mezani tuweze kuitafsiri kwa pamoja ramani ya eneo husika. Tukishapata ramani ya ujumla ya tukio lilivyofanyika, tutajua ni hatua gani inaweza kufuata. Mimi kama mwenyekiti wa kikosi chetu hichi, kikosi kazi hiyo ninakupa sipo. Utasaidiana na Mija katika kuhakikisha mnapata ramani kamili ya eneo la tukio ili tuweze kubaini kwa ujumla tukio lilifanyikaje. Amri hiyo nimeitoa kwa dakika hizi na inapaswa itekelezwe kuanzia muda huu ninapozungumza. Nawashukuru sana. Aliongea vile bwana Kamanas Membe, na hapo sasa alitaka kunyanyuka na kuondoka. Wenzake hawakumruhusu, walimwambia asubiri. Kiongozi, hebu ngoja kwanza. Una uhakika kwamba ramani tutakayoileta inaweza ikatusaidia kurudisha imani kwa mzee Ibrahim Squala? Na vipi kama tayari ameshaandaa vikosi vya kwanza kutumaliza sisi, wakati ambapo sisi tunataka kurudisha imani kwake? Vipi kama ikitokea kitumaliza kabla hatujarudisha imani kwake? Hebu naomba mnisikilize kidogo. Mmefanya matukio mengi sana ya kimafia. Tunazo mbinu nyingi sana za kufahamu hali ya hatari na hali ikiwa si ya hatari. Kwanza, hakuna kitu kinaweza kikatokea kwetu sisi kabla ya sisi kufahamu kwamba kuna hali ya hatari.
mpaka sasa hivi tunapozungumza hakuna kikosi chochote kilichoandaliwa kwa ajili ya kutudhuru. Na hata nyinyi mnafahamu, jasusi yeyote yule lazima awe na uwezo wa kusensi matatizo yanapotaka kutokea. Hilo ni swala la kwanza. Swala la pili, matukio mazito sana ambayo mmekwisha kuyafanya ya kupoteza roho za watu. Mnawezaje kuwa na uoga wa kupoteza roho zenu pindi ambapo itakapobidi nyinyi muweze kupoteza roho zenu? Sioni sababu ya msingi. Naomba muende mkafanye kazi. Aliongea Bwana Kamana Smembe, na hapo sasa wenzake wale walikaa kimya. Ilikuwa ni oda ya haraka sana kwa Sipo pamoja na Mija. Walipaswa waende wakaichore ramani kuhusiana na tukio zima jinsi lilivyotokea. Sipo pamoja na Mija waliondoka pale, na muda huo walienda mpaka karibu na eneo, yaani katika eneo la tukio, mahali ambapo Bwana Vinod inasemekana ndipo mahali ambapo alipotekwa. Ni nje na sehemu ya karibu kabisa na ofisi za Right Fighter Advocates, mahali ambapo kijana Vinod alikuwa ameenda, na baada ya pale ndipo tukio la kutekwa kwake lilipotokea baada ya yeye kutoka pale. Sipo pamoja na Mija walifika katika eneo lile na kuanza kuchora ramani ambayo ilikuwa na tafsiri nyingi sana. Walichora ramani ya eneo zima la tukio, kuanzia katika ofisi za Right Fighter Advocates, eneo la nje la barabara, mahali ambapo gari ya Vinod ilipotoka na kuelekea upande wa pili, sehemu ambapo kulipokuwa na mashamba yale, mahali ambapo sasa ndipo mahali gari ya Vinod ilipozuiliwa na tukio zima la utekaji kutokea. Ramani ilichorwa ikiwa inaonyesha maeneo yote, gari lililokuwa linakuja nyuma jinsi lilivyokuja kuzuia upande ule, na upande wa mbele ramani ilikuwa imechorwa na ilikuwa inategemewa ikatafsiriwe kijasusi kabisa pindi ambapo Mija pamoja na Sipo watakaporudi katika ofisi zao za siri za kujadili mambo mazito kama yale. Ramani ile ni baada ya muda mfupi tu ilikuwa imekwisha kukamilika, na hatimaye sasa mida ya saa 9 jioni ndio mida ambapo sasa Sipo pamoja na Mija walikuwa wamerudi, na hapo sasa wakimpa taarifa Bwana Kamana Smembe kwamba kuhusiana na ramani ile tayari wameshaipata. Sasa ramani ile walipoileta pale, walianza sasa kuichora upya kwa njia ya kompyuta, na hapo sasa walipoichora wakamaliza, waliamua sasa kuitoa katika jalada kubwa zaidi. Walichukua karatasi kubwa zaidi na kuamua kuiprint ile ramani iwe kubwa mfumo wa kalenda. Ilikuwa ni kwa ajili ya kuwarahisishia wao kuweza kutafsiri maeneo mbalimbali na maana za maeneo yale na tukio zima jinsi lilivyotokea. Karatasi kubwa sana mfumo wa kalenda ilikuwa imetolewa ramani ya eneo ambapo tukio zima la kutekwa kwa Vinod lilipotokea. Soft copy ilikuwa iko kwenye kompyuta na wote walikuwa wanaiona pale. Sasa mmoja alianza kutoa tafsiri kuhusiana na tukio lile kutokana na ile kalenda ambayo ilikuwepo pale. Wakati huo bwana Kamana Smembe alikuwa amekaa kwenye kompyuta, na huku sasa akielekeza moja kwa moja kwamba ile iweze kubi displayed katika skrini kubwa ambayo iliyokuwa iko katika chumba kile. Hard copy walisema ilikuwa na maana yake, maana ya msingi kabisa, ili kuweza kutafsiri mambo mbalimbali. Soft copy iliyokuwa iko kwenye kompyuta ilikuwa sasa ina displayed katika skrini kubwa sana ambayo iliyokuwa iko ukutani, ili wote waweze kuona na kutoa tafsiri ambazo zinazostahili kutokana na tukio lile. Nia na madhumuni ya kufanya vile kwa Bwana Kamana Smembe pamoja na kikundi chake ilikuwa ni kutaka kufahamu namna tukio lilivyotokea, na waweze kutoa hypothesis mbalimbali kwamba tukio hili limetokea kwa namna gani, na waweze kutengeneza hypothesis ya kwamba ni wapi alipo Bwana Vinod Ndugulu. Kikao kizito sasa cha kutafsiri ramani kilikaliwa pale. Vinod hajulikani alipo. Vinod alikuwa kwenye kichwa cha kila mmoja aliyekuwa yuko pale ndani, japokuwa kwenye uso wao alikuwa haonekani, lakini alikuwa ametamalaki sana katika fikra zao. Kila mmoja alitaka kufahamu ni nini kilichoendelea mpaka tukio zima la kutekwa kwa Vinod likatokea. Kamana Smembe aliongoza kikao kile na kusikiliza tafsiri mbalimbali za wenzake hawa. Msikilizaji, watu hawa walikuwa ni watu ambao si lele mama hata kidogo. Hawa bwana ni majasusi ambao walikuwa wamefukuzwa kazi
katika vitengo vya ulinzi wa taifa, usalama wa taifa, walikuwa wamefukuzwa kwa makosa mbalimbali ambao waliokuwa wameyafanya. Kwa hivyo kujiunga katika kikundi kile cha kimafia ni kwamba walikuwa wanatumia elimu yao ambao waliokuwa wamejifunza ya kijasusi, ndio ambao waliokuwa wanaitumia katika kutekeleza matukio mbalimbali. Kwao ilikuwa hata sio jambo gumu hata kidogo kutafsiri ramani na kuwaeleza ukweli kuhusiana na tukio zima. Msikilizaji, ukweli ni kwamba majasusi walio kamili wana uwezo wa kuangalia ramani, yani kufika tu sehemu ambapo tukio lilipotokea. Wakianza kupima na kuanza kutafsiri ramani ile, wanaweza wakafahamu kila kitu kuhusiana na tukio zima. Yani hata kama ni mtu ambaye ulikuja ukamuua, wakija pale majasusi wa ukweli, wakianza kuangalia sehemu ambapo tukio lile la mauaji lilipotokea, wakianza kutafsiri ile ramani, inaweza ikawapa ukweli kwamba uliua tukio lile la mauaji lilifanyikaje na muda gani na kwa nini lilifanyika. Ndiyo kazi ambayo Kamanda Simembe na kikundi chake walichokuwa wanataka kuifanya pale ndani, yani kutafsiri ramani na kujua mahali ambapo alipo Vinod, tukio zima la kutekwa kwake jinsi lilivyokuwa. Ramani kubwa iliyokuwa imebidi displayed katika ukuta ilikuwa imeangaza sehemu kubwa sana. Ramani ile iliyokuwa inaonekana pia vile vile kwenye kompyuta, na ramani ambayo iliyokuwa imewekwa pia kwenye meza kubwa pale, ramani hii iliyokuwa imetolewa hard copy ilikuwa imetandazwa katika meza ile. Yeah. Nafikiri ndugu zangu mmeanza kuelewa kwa nini nilisema hatuna sababu ya kumwangamiza bosi wetu. Baada ya hii ramani, naamini nyinyi kama majasusi wa bobevu kuna vitu vingi mmevigundua. Baada ya Kamanda Simembe kuongea vitu kama vile, kila mmoja jicho lake lilikuwa linakaza katika kuangalia ramani ile. Hii hapa ndio barabara ambayo inayotoka upande wa magharibi. Ikifika hapa ndipo inapinda kuingia katika ofisi za Right Fighters Advocate. Mkono wa kushoto hapa. Hii barabara ndio hii ambayo inaendelea mbele kuelekea mpaka kwenye mashamba mahali ambapo tukio lilipotokea. Mbele kule kuna mitaro kwenye hii barabara. Huku pembeni kuna mashamba. Gari ambayo iliyokuja kumteka ilikuwa inatoka upande wa magharibi. Inaelekea kuna mahali ilikuwa imejificha kabla. Na hii ni kwa sababu hii barabara ni nyembamba, haliwezi kupaki tu gari mahali popote. Maana yake kuna mahali walikuwa wamejificha. Kwanza watekaji wakaangalia muda ambapo Vinod anatoka, na ndipo wakaanza kumfuata kwa kasi kwa nyuma, wakati akiwa ametangulia akielekea upande wa mashariki. Hakuna sehemu kuna barabara mchepuko, na gari iliyokuja kuziba hii barabara kwa nyuma nayo ilikuwa inatokea upande huu wa magharibi, ikapita ofisi za Right Fighters Advocate, ikaenda mpaka hapa mbele. Hapa ndipo ambapo ile gari ya mbele ilikuwa imeblock na gari ya nyuma ikablock kwa nyuma. Vinod akawa yuko katikati na gari yake. Ndio kiongozi, lakini pia baada ya maelezo hayo mafupi, kuna kitu kingine hapa inabidi tukitambue. Tulipokuwa tunaianza hii kazi, mnakumbuka kabisa kwamba tulikuja kugundua kwamba Vinod alikuwa na ulinzi wa siri.
Asante sana. Asante kwa kutuliza kichwa chako. Mija, umeongea kitu cha maana sana. Inabidi hapa tuipate tafsiri ya mahali alipokuwa mlinzi wa siri. Kwa sababu haiwezekani akawa hakuwepo. Mlinzi wa siri alikuwa upande gani? Ya, ni kweli na pia lakini kiongozi, tukumbuke kwamba huyu mlinzi wa siri na yeye hatumfahamu kwa sura wala kwa jina. Na kama ni hivyo, inabidi sasa tuweze kufahamu data tu zinazoonyesha kwamba yeye alikuwa wapi na alikuwa anafanya nini muda huo. Asante sana Dito. Sasa katika eneo hili tunavyoliona, upande wa kulia chini hapa, hizi hapa ni sehemu ambapo ina fundi welding. Na hatua 3 mbele, hii ni sehemu ambapo ina fundi wa aluminium. Upande wa nyuma mbele kabisa huku, mahali ambapo zilikuwa zinatokea hizi gari, ndipo ambapo kuna hii bar ambapo kwa muda ule si rahisi kwa ilikuwa na watu wengi. Katika mazingira haya, huyu mlinzi binafsi kuna uwezekano alikuwa ndani ya ofisi hizi za Right Fighters Advocates, au alikuwa upande wa baa ambayo si rahisi sana kwa sababu iko mita nyingi kidogo kutoka katika ofisi za Right Fighter Advocate, kitu ambacho kwa mlinzi wa siri si rahisi sana kukaa umbali kiasi hicho. Kiongozi anaweza akakaa kutokana na eneo mahali ambapo mteja wake alipokuwa. Kumbuka kwamba mteja wake ameingia sehemu ambayo ni salama. Hii Right Fighters Advocate ni kampuni ambayo inafanya kazi kwa karibu sana na Bwana Vinod. Na lazima mlinzi wake wa siri alikuwa analifahamu hilo. Ni dhahiri asingekuwa na mashaka kwa upande wa Bwana Vinod kuingia katika ofisi hizi. Angeweza kukaa umbali. Kwa hiyo anaweza kukaa kwenye bar, au anaweza akawa alikuwa yuko maeneo haya ya mafundi hawa wawili. Sehemu nyingine ya 4 ni hapa ndani katika ofisi hizi. Ndipo mahali ambapo anaweza akakaa mlinzi huyu wa siri. Ni kweli hapa bwana kiongozi, inabidi tuondoe hii hypothesis ya mlinzi kuwa hapa ndani ya ofisi. Mlinzi binafsi kuwa ndani ya ofisi za advocate ni ngumu kwa sababu tayari anaelewa ni sehemu salama. Kuna uwezekano ya kwamba alikuwa yuko kwenye bar. Lakini je, akiwa kwenye bar angeweza kuwa na uhakika wa kumuona pindi ambapo Vinod anatoka kwenye ofisi hizi ili aweze kumfuatilia vizuri? Si jambo rahisi. Lazima alikuwa kwenye mafundi hawa wawili. Fundi wa welding na huyu fundi wa aluminium hapa. Maeneo haya mawili ndio maeneo ambayo lazima huyu mlinzi binafsi alikuwa. Yupo kati hao mafundi wawili hapa, ndipo mahali alipokuwa. Nashukuru sana kwa tafsiri zenu ndugu zangu, na hii ni kweli. Ni kweli. Nafikiri tunakubaliana wote. Mlinzi binafsi hawezi akakaa kwenye hii bar kutokana na umbali wake na hii kona hapa. Ni sehemu ambapo asingeweza kuona muda ambapo Vinod anatoka ili aweze kumfuatilia na kuhakikisha usalama wake. Na ikiwa huyu mlinzi alikuwa na usafiri,
inawezekana usafiri aliuacha mahali fulani na muda huo alikuwa yupo, hakuwa na ulinzi na hakuwa na usafiri muda huo, aliuacha umbali kidogo. Ndio kwa sababu hawa watu kwanza, watekaji kwa ramani hii wanaonyesha kweli walitokea barabara hii ya kutoka magharibi, lakini hawa watekaji hawakutoka muda ule, hawakuja na ile barabara moja kwa moja. Lazima walitokea ndani katika ofisi za Right Fighters Advocate. Kwa nini umesema hivyo? Ni kutokana na kwamba hakuna namna wanaweza wakawa walikuwa wanatokea nyuma na wakapaki gari mahali popote alafu wakamuona huyu Vinod wakati akiwa anatoka. Kwa hiyo ni lazima walikuwa na yeye ndani ya ofisi zile. Hizi hapa kama unavyoangalia, kuna huu mtu wa mwembe hapa. Huu upande wa chini hapa ni welding, hapa fai. Wasingeweza kupaki hapa, kwa sababu kama wangepaki hapa ingekuwa ni rahisi kufahamika. Na baa iko mbali. Angalia kwenye ramani hii, angalia huu chochoro unaopita hapa. Kuna uwezekano walikaa hapa. Hapana. Hapo hawezi wakakaa kwa sababu itakuwa ni rahisi kuonekana upande wa pili. Okay, sawa. Kwa ramani hii kiongozi, angalia ni gari hii ya pili hii iliyokuja kwa nyuma ndio ambayo iliyokuwa inatokea magharibi moja kwa moja, lakini hii nyingine ilitoka, ni lazima iwe imetoka pamoja na Vinod ndani ya ofisi za Right Fighter Advocates. Angalia hapa. Asante sana. Asante sana. Kwa hivyo mpaka sasa hivi hapa ramani hii imetuonyesha na tumekubaliana kwamba watekaji walitoka katika ofisi hii. Ndio. Sasa je, ina maana kwamba watekaji hawa inawezekana akawa ni watu wanaofanya kazi katika ofisi hizi za Right Fighter Advocate? Na kama ni wao au si wao, tuanze na kwamba kama si wao, kama si wafanyakazi wa hapa, ina maana walikula njama ya kumtaka Vinod. Bwana kiongozi, ramani hii hapa inaonyesha vizuri kwa mazingira ya historia ilivyo na mtu mwenye ulinzi binafsi. Hata huyo mtekaji lazima alikuwa anajua kwamba huyu jamaa alikuwa na ulinzi binafsi, na hawezi akala njama pale ndani, kwa sababu kwanza wale watu pale wako karibu sana na huyu bwana Vinod, na wengi wake hapa ni watu ambao inaaminika yeye ndo amewaajiri hapa. Umeona muda wote wako mbele sana katika kupambana na kesi zote zinazomhusu Vinod. Si rahisi kwamba amekula njama. Inawezekana hata Right Fighter Advocates walishangaa tukio hili, hawakuelewa ni nini kiliendelea. Ramani inavyoonyesha tu. Ni kweli. Haiwezekani wakawa walikula njama. Okay. Kwa hivyo tunakubaliana kwamba tukio la kutekwa kwake ni tukio ambalo ni independent. Halihusiani na ni tukio huru ambalo halihusiani na kampuni hii au wafanyakazi wa kampuni ya Right Fighter Advocate. Lakini pia haina uhusiano wowote na wafanyakazi katika hii bar ambayo iko mita kadhaa, mita nyingi kidogo, alafu kwenye kona na hii karibu na hii ofisi ya Right Fighter Advocates. Ndio. Tunakubaliana hivyo. Haina mahusiano. Tukio hili la kutekwa lilikuwa ni independent. Okay.
Sasa wakati tunakwenda kufanya hitimisho, hebu angalieni umbali wa kutoka kwenye ofisi za advocate hizi hapa, Right Fighter Advocate, umbali huu hapa mpaka kupita sehemu ambapo nyumba ya mwisho ya ofisi hizi. Angalieni umbali wa kutoka hapa kuanza mashamba haya kwenda mpaka tukio lilipotokea, na kutoka umbali wa hapa tukio lilipotokea kwenda mpaka kukuta nyumba zingine. Angalieni na sehemu mbili ambazo tumesuspect kwamba ndipo ambapo mlinzi binafsi alikuwa. Je, huyo mlinzi inawezekana akiwa awe hajaona hili tukio? Kiongozi hapana, haiwezekani awe hajaona hili tukio. Kutokana na huu mbali ni wa karibu kutoka kwenye ofisi hizi za Right Fighter Advocate mpaka nyumba ya mwisho kabla ya kukuta mashamba, na kutoka kwenye nyumba ya mwisho mpaka kwenye tukio lililotokea katikati ya mashamba ni umbali ambao si mrefu hata kidogo. Kutoka pia kwa mafundi hawa wawili wanaoachana kwa hatua 3, fundi welding na huyu fundi aluminium, umbali huu na eneo la tukio ni eneo la karibu sana. Haiwezekani kwa namna yoyote ile tukio hili likatokea alafu yeye asione. Lakini kumbukeni kwamba hypothesis tuliyoitengeneza ni kwamba usafiri hakuwa nao katika eneo la tukio. Eneo la karibu hapa hakuwa na usafiri. Tafsiri ya ramani imeonyesha. Kwa hivyo unahisi alitumia njia gani kumfuatilia kwa nyuma huyu Vinodi? Kuna uwezekano mkubwa kutokana na bodaboda zinazoingia na kutoka katika ofisi hii ya advocate Right Fighters Advocate. Kuna ingia boda mara kwa mara, na kuna kituo kiko nyuma kidogo hapa ya gate hili. Inawezekana alitumia usafiri wa bodaboda kufuatilia. Kumbuka kwamba mlinzi binafsi huyu huwa hawezi akatumia usafiri mmoja kila wakati, kwa sababu kuna wakati ambapo mteja wake anaweza akaingia mahali ambapo hapaeleweki kabisa. Kwa hivyo inabidi awe na usafiri mwingine tofauti na usafiri wake binafsi. Kuna uwezekano alitumia bodaboda kutoka hapa na kuendelea kumfuatilia. Okay, nashukuru. Sasa ndugu zangu, kama tukio ni hivi, maana yake aliona kila kitu. Ndio, hapo lazima aliona kila kitu. Ina maana kama aliona kila kitu, alishindwa kutumia njia yoyote kuzuia mteja wake asitekwe. Msikilizaji, baada ya maongezi yale, swali lile lililotolewa na Kamanda Smembe liliwafanya wote kukaa kimya. Walikaa kimya kwa muda wa dakika zaidi ya 7. Hakuna mtu ambaye aliyekuwa anaelewa jibu nini. Macho yao yote yalikuwa yamekaza kuiangalia ramani. Kila mmoja alikuwa anatoa tafsiri yake ya kijasusi kufahamu kwamba je, mlinzi huyu binafsi alikuwa hafahamu kinachoendelea, na kama aliona, alishindwa kweli kufanya njia yoyote ile ya kuzuia tukio hili lisiendelee. Tafsiri walioipata ya haraka ni kwamba huyu mtu aliona, na hapa suspecti wa kwanza sana, mtu ambaye walianza kumshuku kwamba lazima alihusika katika uchukuaji, ni huyu mlinzi binafsi wa Bwana Vinodi Ndugulu. Mlinzi binafsi ambaye ni mlinzi wa siri. Walisema kwamba kutokana na mazingira yalivyokuwa, hakuna uwezekano kwamba alishindwa kuzuia tukio lile. Kiongozi, kama unavyotazama hapa, unaona hapa. Hebu ongea Sipo. Hebu endelea. Unajua Sipo umenyamaza muda mrefu sana. Hebu ongea. Okay, sasa angalia. Hii barabara inaenda mbele mpaka inapofika katika mtaa wa Dini. Mtaa wa Dini huu hapa mbele. Mwanzoni kabisa katika huu mtaa kuna barabara kuu hii ya mikoani. Na pale kuna traffic wanakaa pale. Huyo mlinzi binafsi hawezi akawa hana namba
za kutoa taarifa kwa polisi ili waweze kuzuia gari ambayo inatoka pale kupitia njia hii ya hapa kabla haijafika katika mtawati. Ni lazima angeweza kuzuia hii gari ambayo iliyokuwa imembeba Vinod, ingezuia pale mbele. Ingezuiliwa na trafiki walioko pale. Na hata kama muda huo trafiki hawakuwepo, lakini lazima wangekuwa na uwezo wa karibu sana, kwa sababu pia kituo cha pomana na sehemu hii haina chochoro nyingi. Wangeweza kuitrack hii gari haraka sana na wangeizuia. Maana yake huyo mlinzi ana njama katika tukio hili. Ana njama katika tukio hili, lazima anafahamu. Tatizo ni kwamba na sisi hatumjui huyo mlinzi ni nani, anatoka kwenye kampuni gani, ili tuweze kuendelea kufanya uchunguzi. Wote kwa pamoja walikubaliana. Sasa kwa upande wa wao walikuwa wameanza kuona majibu ambayo wao yanawaridhisha kabisa, kwamba tukio la kutekwa kwa Vinod ni lazima mlinzi wake binafsi, mlinzi wa siri, alikuwa anafahamu tukio hili. Lakini maswali mengi yalikuwa yanakuja kichwani mwao. Je, ni mbinu gani wataitumia sasa kumweleza mzee Ibrahimu Squala ili aweze kuelewa kwamba ni kweli hawahusiki? Kwa sababu walifahamu kabisa njia yoyote atakayojaribu kumweleza mzee Ibrahimu Squala, mzee Ibrahimu Squala hataamini, atahitaji ushahidi wa wazi, na yeye masuala yale ya kijasusi asingeweza kuyaelewa. Na kwa namna yoyote ambapo ungejaribu kumweleza, lazima mzee Ibrahimu Squala angesema ni njia wanazozitumia ili kumkwepa tu, kumdanganya kwamba wao hawahusiki, lakini ni ukweli ni kwamba wanahusika. Kwa hiyo bado maswali yalikuwa ni mengi kwenye vichwa vya Kamana Smembe pamoja na rafiki zake hawa ambao ni walikuwa kwenye tukio hili la kutaka kumteka Vinod kabla ya yeye kupotea. Sasa ilibidi sasa waanze kujiuliza maswali mengi. Mzee Ibrahimu Squala hawezi akaelewa kwamba sisi hatuhusiki, na hata tukimweleza haya tuliyoyaona hawezi akaelewa sana, kwa sababu hana elimu hiyo. Lakini hapa tuna kazi kubwa ya tunayopaswa kuifanya, kufahamu kuhusu maswali kadhaa kuhusiana na huyo mlinzi binafsi. Huyo mlinzi binafsi na mlinzi wa siri wa bwana Vinod, ni kwa nini alifanya njama ya kuhakikisha kwamba mteja wao anapotea? Hii ni njama ya kwake binafsi au ni njama ya kampuni yao? Na kama ni njama yao, je, ni nani yuko nyuma ya jambo hili? Kwa nini waruhusu kwamba aweze kutekwa? Ikiwa wao tayari wamepewa kazi ya kumlinda na pesa wamelipwa, kwa nini wafanye? Aisee ndugu yangu, hapo kwanza kampuni yao haiwezi kuhusika kwa namna yoyote ile. Hii lazima iwe ni tamaa ya mlinzi tu mwenyewe. Lakini kwa upande wa kampuni haiwezekani. Hakuna namna inaweza kuwa kampuni ikaiseme kwamba tumteke mteja wetu. Na wanamteka kwa sababu gani? Ni kweli haiwezekani. Sasa lazima tufahamu drive forces ambazo zilizopelekea mpaka huyo mlinzi binafsi akaamua kwamba aweze kufanikisha tukio la kutekwa kwa mteja wake. Ya kiongozi, kwa mawazo ya kawaida tu, driving force ambayo inaweza kumfanya mlinzi aweze kukubali mteja wake aweze kutekwa ni issue ya fedha tu. Hakuna njia nyingine, yani hakuna driving force nyingine inaweza kumfanya mlinzi akubali mtu wake anayemlinda aweze kufanywa tukio lolote baya tofauti na issue za kifedha. Hakuna. Usihitimishe moja kwa moja kwamba hakuna. Wewe kama mfanya uchunguzi unapaswa uache nafasi nyingine kusema huenda inawezekana. Okay, sawa, nakubaliana na wewe. Tukitumia step 1 na step 2, njia maridadi kabisa katika swala zima la uchunguzi. Nakubali step 1 na step 2 zinatufanya sisi tuweze kuacha nafasi nyingine kwa kutengeneza hypothesis nyingine. Okay, sawa, lakini katika mazingira ya bwana Vinod, sioni kwamba mlinzi wake anaweza akawa ana sababu nyingine tofauti na sababu
ya kwamba alipewa fedha. Kimya kilitawala kwanza. Vijana wote walikuwa wanaendelea kuangalia ile ramani na mawazo yao yakiwa yanafanya kazi kwa ukubwa sana. Maswali yao yaliyojua kichwani. Mija alianza sasa kuongea naye. Bwana, sasa hapa kwa namna yoyote kuna swali moja litakuwa limebaki. Hata kama ikiwa ni pesa, lazima tujiulize huyo mtu aliyempa pesa ili kuweza kufanikisha swala zima la mteja wake yeye kutekwa, huyu mtu ni nani? Na ana manufaa gani kwa kutekwa huyu Bwana Vinod? Yaani huyo aliyetoa pesa kumhonga huyo mlinzi, yeye anafaidika nini na kupotea kwa Bwana Vinod? Anafaidika nini? Ni swali ambalo bado lazima liumize vichwa vyetu. Aliongea Mija. Na hapa sasa ukisikia sauti ya Mija inaongea katika hali hii, unafahamu kabisa ni kwamba yupo katika hali ya tafakuri kubwa na mambo ambayo yanasumbua kichwa chake. Ndipo huwa hata sauti yake inabadilika na kujikuta kwamba anaongea kama mzee fulani hivi, kijana mdogo kabisa, miaka 28 pekee. Ni sawa, nafikiri hapa ili tuweze kufahamu haya mambo tufanye haraka sana. Tuweze kuifahamu kwanza kampuni. Jambo ambalo litakuwa ni gumu pia, lakini naamini tunaweza tukafahamu vizuri kampuni ambayo inayohusika na iliyokuwa inahusika na kumlinda Vinod Nugulu. Na njia sahihi ya kufanya tuweze kuifahamu hiyo kampuni, lazima tupitie kwa mke wake. Lakini lazima tuwe na mbinu nzuri za kupita. Kama kuna mtu ambaye kati yenu ana uwezo wa kujifanya kwamba yeye ni mwandishi wa habari, basi anaweza akafanya hivyo. Akaenda katika kumhoji Kamra, ndipo tutakapoweza kufahamu kampuni ambayo inayohusika na ulinzi binafsi, iliyokuwa inahusika na ulinzi binafsi wa Bwana Vinod. Tukishafahamu hilo, itatuia rahisi kufahamu mambo mengine zaidi. Ni nini kilidrive mpaka mlinzi aweze kupokea fedha ili mtu aweze kutekwa? Ni nani yuko nyuma ya pazia? Ni nani yuko nyuma hapa na anafaidika nini na kutekwa kwa Vinod? Hili jambo ninategemea kati yenu hatuwezi kushindwa mtu ambaye anaweza kufanya kazi hii ya kujifanya mwandishi wa habari na kwenda kumhoji mwanadada Kamra Ibrahim Skwala. Oya, kiongozi, hiyo imeisha. Hiyo imeisha. Mimi ndo Dito, mimi nitaifanya. Naingia kila mahali na kuna madhaifu ambayo nayafahamu. Watu wengi waandishi wa habari wanaogopa sana kuposti hili jambo. Wanaogopa sana kumhoji Kamra kwa sababu yanavyomfahamu mzee Ibrahim. Kwa hivyo nitakapoenda mimi, najua yeye atalainika sana, ataona kwamba amepata waandishi wa habari wa kumsaidia yeye. Hiyo haina shida. Mike zipo, kila kitu kipo, ni kubandika jina tu. Hamna shida. Aliongea Dito, na hapo sasa waliyamaliza. Kikao chao kilikuwa kimeafikiana kwamba ni lazima waweze kutumia njia ya kumhoji mwanadada Kamra Ibrahim Skwala ili waweze kufahamu kampuni ambayo ilikuwa inahusika na ulinzi wa Vinod. Na hapo sasa wakishafahamu, itawawia rahisi kujua ni nani aliyeko nyuma aliyefanya mpaka mlinzi wa Bwana Vinod aweze kukubali kupokea fedha ili kusudi Vinod aweze kutoweka. Sasa hicho kikao kilikuwa kimemalizika hivyo na wote walikuwa wameafikiana hivyo. Msikilizaji, mambo yalikuwa ni moto sana. Vijana hawa wa kimafia wakiongozwa na Kamanda Smembe walikuwa wameingia kazini rasmi. Walikuwa wanaishi kwa tahadhari kubwa sana, huku wakijitahidi sana wasije wakapoteza imani moja kwa moja kwa 100% kwa mzee Ibrahim Skwala. Walifahamu kama imani ikipotea moja kwa moja, ni lazima mzee Ibrahim Skwala ataanza mashambulizi ya kuhakikisha kwamba anawaangamiza, kwa sababu ataamini kabisa kwamba wao ndio waliomzunguka na kumficha Bwana Vinod. Upande mwingine, mzee Ibrahim Skwala alikuwa na mawazo mengi sana. Alirudi nyumbani kwake na kuingia katika chumba maalum,
Chumba hiki ambacho kwa watu ambao walikuwa wanamfahamu, wakimkuta yuko katika chumba hicho, basi wanajua kabisa kwamba kuna jambo nyeti sana. Ilikuwa ni katika jumba hili zuri, jumba kubwa la kifahari la mzee Ibrahimu Squala. Nyumbani kwake ndipo mahali ambapo kulipokuwa na chumba maalum kikubwa kilichokuwa na utulivu. Kilikuwa kinafahamika kama peace room. Chumba hichi kilikuwa kimeandikwa kabisa peace room katika mlango wake pale. Chumba hiki ulikuwa huwezi kukiingia kirahisi, na mtu pekee mwenye uhakika wa kuingia pale ni mzee Ibrahimu Squala. Na atakapoingia pale ndiye anaweza kuamua kwamba ni nani mwingine aweze kuingia. Mzee Ibrahimu Squala aliingia peace room ndani ya nyumba yake, akaingia na kutulia pale. Simu yake haraka sana aliishika na kumpigia mkewe. Ulikuwa ni wito muhimu sana wa kumuita mkewe aweze kuhudhuria katika peace room. Ni dhahiri alikuwa na maongezi mazito sana kati yake yeye na mkewe. Mkewe alipokea simu na dakika chache sana alitoka mahali alipokuwa, na huko nje akapacha kama palivyo na kuingia katika peace room. Alijua kabisa kuna jambo nyeti sana la kuongea, na ndio maana mumewe ameingia peace room. Alipofika pale, alimkuta mumewe akiwa ni mtu wa msongo wa mawazo sana, lakini alikuwa ni mtu wa kutafakari kwa hali ya juu. Mama huyu, Mama Squala, aliingia na kuketi katika sofa ambayo ilikuwa iko pembeni, katika sofa ambayo alipokuwa amekaa mzee Ibrahimu Squala. Hivyo unajisikia amani mke wangu? Hapana. Siwezi kuwa na amani. Siwezi kuwa na amani kutokana na hali ambayo tunayopitia kwa wakati huu. Hebu niambie, kuna jambo jipya limetokea? Unahitaji kunishirikisha? Naamini iko hivyo, na ndio maana umeniita peace room. Mpigie labda simu aje hapa haraka sana. Nimewaacha wako sehemu ya nje katika bustani, ametulia na mchumba wake. Naomba mpigie simu aje hapa haraka, na namhitaji yeye peke yake, sihitaji mtu mwingine. Kwa hiyo asije na mpenzi. Nimesema mpigie yeye peke yake. Msikilizaji, kwa upande wa Mama Squala alishangaa sana jinsi ambavyo mume wake alianza kuongea kwa ukali, ili hali alikuwa yuko kwenye peace room. Ilikuwa si kawaida kabisa unapokuwa kwenye peace room kuongea kwa ukali. Mara zote Mama Squala alikuwa anafahamu kwamba peace room ilikuwa ni sehemu ya kuongea kwa utulivu na kuongea mambo nyeti sana, na ndio maana ilipewa jina la peace room. Lakini alishangaa mzee Ibrahimu Squala alikuwa anaongea kwa ukali. Lakini pamoja na kushangaa, ilibidi pia ajishangae kwamba kwa nini anashangaa, kwa sababu hali ambayo iliyokuwa ipo katika familia kwa wakati ule ilikuwa ni hali ambayo isingeweza kumfanya mzee Ibrahimu Squala awe na amani. Yaani asingekuwa kawaida, ili hali kuna mambo nyeti sana yanamchanganya kichwa chake yametokea. Mama Squala alishika simu yake na moja kwa moja alimpigia labda Ibrahimu Squala. Labda alipokea ile simu. Labda, baba yako anakuhitaji katika peace room wakati huu. Anakuhitaji wewe peke yako. Sawa mama, nakuja. Haraka sana, labda alimwacha mpenzi wake Jackson kule nje, na hapo sasa moja kwa moja alienda mpaka peace room. Alipofika pale, alimkuta baba yake na mama yake wakiwa wamekaa. Ni dhahiri kila mmoja alikuwa anawaza ni kitu gani kinakwenda kuongelewa pale. Je, ni mikakati mipya ya kumwangamiza Vinod au ni jambo gani? Labda kaa pale. Kaa. Ondoka hapo, kaa. Ninataka ukae sehemu ambayo ninakuona vizuri. Na ndio maana nimekuambia uondoke hapo, ukae hapa. Sijui kwa nini unaendelea bado kung'ang'aa macho. Labda aligundua kabisa kwamba mzee Ibrahimu Squala yupo kwenye hali sio ya kawaida. Alinyanyuka na kusogea na kukaa sehemu ambapo alipokuwa anaelekezwa. Alikaa kwa umakini mkubwa sana akisikiliza mzee Ibrahimu Squala anaongea kitu gani. Mke wangu, Kamra
tumetaka aondoke hapa nyumbani. Na hili wazo la yeye kuondoka hapa nyumbani lilikuwa ni wazo ambalo kwa mara ya kwanza ulilitoa wewe. Uliamini kabisa kwamba akitoka hapa nyumbani ndipo usalama utakuwa ni mkubwa zaidi. Lakini mambo yamevurugika zaidi. Kuwa kwake mbali kumekuwa ni tatizo zaidi, na mpaka sasa hivi tumeshindwa kumnasa na kumrudisha katika himaya yetu ili tuweze kuamua kufanya tunachokitaka. Sijui una mawazo gani kwa wakati huu? Mume wangu, sidhani kama kulikuwa na sababu yoyote ya kusema kwamba mimi ndio niliyotoa wazo la yeye kuondoka hapa nyumbani. Hilo wazo nililitoa kwa sababu tulihitaji uhuru wa binti yetu, labda aweze kuwa huru zaidi. Aweze kupata uhuru wa kumiliki mali kwa utulivu zaidi. Na ndio maana tulikubaliana kwamba tuweze kutengeneza mbinu ambazo zitamfanya yeye asipende kuwepo hapa. Na hata hivyo hakuna mtu ambaye alimwambia asiwepo. Mwisho kabisa alifanya kuamua mwenyewe kwamba hataki kuendelea kuwa pamoja na sisi. Hilo wazo ulilitoa wewe. Kwa ndio ukweli. Wewe ndio ulitoa hilo wazo kwa mara ya kwanza. Sawa, lakini tulikubaliana mume wangu. Sioni kama ipo sababu ya kushutumiana zaidi. Kwanza, mimi ninachotaka kuuliza tu, umepata majibu yoyote kuhusiana na huyo Vinod? Kimya kilitawala baada ya mama Skwala kumuuliza mzee Ibrahimu Skwala swali lile. Mzee Ibrahimu hasira zilipanda sana. Hakupenda kabisa kuulizwa lile swali. Ni kama lilikuwa linamtonesha kidonda chake kikubwa sana ambacho kilichokuwa kiko katika moyo wake. Sidhani kama una haki ya kuniuliza maswali ya kijinga kama hayo. Mbinu zako ulizozitoa ndizo ambazo zimetufikisha hapa tulipo. Kampuni inazidi kuharibika kwa sababu ya mbinu ulizozitoa wewe. Kampuni inazidi kuharibika na hatujui kama tutasurvive. Hatujui kama itasurvive zaidi. Taarifa gani nyingine? Hiyo ya kwamba Vinod, huyo mtu tuliokuwa tunahisi kwamba yuko karibu na binti yetu, kumbe wameoana kabisa bila sisi kufahamu. Mume wangu, hilo ndio jambo ambalo nilikuwa nataka kushangaa zaidi. Kwamba Kamra aliondoka na kwenda kufunga ndoa bila sisi kufahamu. Maneno yale yalizidi kumuumiza sasa mwanadada Lambda. Lambda hakupendezwa kabisa na kitendo kile cha kwamba Kamra tayari ameolewa kabla yake. Alitamani sana Kamra achelewe kuolewa na ikiwezekana hata asiolewe kabisa, lakini yeye aweze kuolewa. Na alikuwa anafahamu kwamba amemkomoa pakubwa baada ya kumchukua aliyekuwa mchumba wake, yani bwana Jackson. Lakini kwa bahati mbaya anapata taarifa kwamba eti Kamra alikuwa tayari ameolewa na Vinod. Sasa jambo lile lilipoingia katika mjadala, Labda aliumia mno. Pale uso wake ulianza kukunjamana na kupoteza nuru kabisa. Maongezi yaliendelea pale. Mume wangu, kwa kweli nimeshangaa kwamba kwa nini hatukufahamu hilo jambo. Unashangaje na kati wewe ndio ulitoa ushauri huo? Hapa na pale na hapa, sasa ameondoka. Nilingangana kwamba hawezi kurudi hapa nyumbani tukashindwa. Kwa mbinu ulizozitoa wewe. Sasa hivi yuko mbali. Mtu ambaye tuliokuwa tunataka tumkamate ndio hivyo ametoropoka. Tumetumia fedha, lakini bado ametuchoropoka na hatujui alipo mpaka sasa hivi. Hatujui kabisa kwamba ana Mungu gani. Nimejaribu kufanya mbinu tumkamate huyo hata Kamra ili aweze kuwa kwenye mikono yetu, lakini naona bado imekuwa ni shida. Nimejaribu kuongea na watu wanasema hali yake iko katika ulinzi mkubwa sana. Sijui ni kitu gani ambacho tunapaswa tukifanya. Sijui kwa nini nilikubali mawazo yako uliyoyatoa. Alafu baba, hivi kwa nini mmeruhusu mpaka Kamra ameolewa kabla yangu mimi? Kwa hiyo mimi kumbe amnipendi. Kamra anaolewa kabisa alafu mimi nipo tu.
Na nilitamani mimi niweze kufunga ndoa kabla yake. Hivi kwa nini lakini mnanifanyia hivi? Kwa hiyo nyinyi hamnipendi. Aliongea maneno hayo Labda. Kitendo kile kilimfanya mzee Ibrahimu Skwala kukasirika sana. Wewe, hebu kaa kimya. Hebu kaa kimya kabisa. Nina hasira sana kwa sababu mbinu alizozitoa mama yako ndizo ambazo zimesababisha biashara zinaharibika na watu ambao tunaotaka kuwatia katika mikono yetu ili tuweze kuwashughulikia zinashindikana. Zinashindikana kabisa. Sitaki hizo kelele zako kwanza. Hapana baba. Mimi siwezi kukubali. Mnaweza kumbe wenyewe mnanizunguka, mnafahamu siku zote kwamba Kamra ameolewa, alafu mimi mnaniacha tu. Hamtaki kabisa mimi. Kwa nini hamkunieleza ili tuweze kumzuia kwanza niweze kufunga ndoa ndipo naye aje kufunga ndoa? Badala yake yeye sasa hivi ana uwezo wa kuendesha biashara kila mahali, lakini pia vile vile ameolewa, alafu mimi nipo tu. Mwanadada Labda alilalamika sana. Alitoa malalamiko sana. Sasa kidogo pale mtifuano ulianza kutokea kati ya mama Skwala pamoja na mzee Ibrahimu Skwala. Kila mmoja alikuwa anamshutumu mwenzake kwamba njia alizozitumia ndizo ambazo zimeleta maangamizo katika kampuni zaidi, na zaidi sana ni kwamba wameshindwa kumnasa mtu ambaye aliyekuwa anahusika katika kuizengamiza kampuni zile. Aisee, malumbano yalitokea pale. Wakati huo sasa kwa upande wa Labda yeye analalamika kwamba ni kwa nini wameruhusu Kamra aolewe kabla yake. Lakini wazazi hawa walikuwa wanalumbana kwenye mbinu ambazo walizozitumia katika kuhakikisha kwamba wanamdhibiti Kamra, alafu zimefeli. Mwisho kabisa mzee Ibrahimu Skwala alikasirika na kunyanyuka na kuondoka pale na kuambia kaidi wenyewe hapa. Naona mnaongea upumbavu tu wote hapa. Pumbavu kabisa. Kaa hapa. Mzee Ibrahimu Skwala alitoka katika peace room na kutokomea. Sasa mama yake mama Skwala alibaki pale akiwa na mtoto wake Labda. Labda aliendelea kumlalamikia sana mama yake. Mzee Ibrahimu Skwala hakuwepo pale. Mtiti ulikuwa ni mkubwa. Mzee Ibrahimu Skwala ameondoka na Labda analalamika sana kwamba wazazi wake wamesababisha Kamra ameolewa badala yake, na yeye anaona kama amenyanyaswa sana. Ina maana mama, kumbe nyinyi mnanizunguka kwamba mnanipenda, lakini hamnipendi. Mmeacha kweli Kamra anaolewa, kumbe hamnipendi. Mnaona kama mimi sio mtoto wenu. Maneno yale yalikuwa yanazidi kumuumiza mama Skwala sana. Alijaribu kumbembeleza Labda, lakini ilishindikana. Machozi yalikuwa ni mengi sana kwa upande wa Labda. Labda na yeye alikasirika na kutoka pale kumwacha mama yake. Moja kwa moja alitokomea huku akisema wasimtafute kabisa. Mama, siwezi kuendelea kukaa hapa na msinitafute kabisa mimi. Labda alitoka pale. Mama yake sasa alianza kumfuata kwa nyuma wakati anatoka peace room. Alitoka haraka sana, na baada ya kuendelea kumfuata huku nyuma, Labda alitoka pale nje na haraka sana alitokomea mahali ambapo mama yake mama huyu alikuwa hajui kabisa kwamba mtoto wake ameelekea wapi. Alikumbuka kwamba hajakifunga chumba kile cha peace room, alirudi kukifunga. Alitoka na kwenda mpaka bustanini kumwangalia Jackson mahali alipokuwa. Alimkuta Jackson akiwa yuko pale pale. Alipomuuliza kuhusu Labda kwamba yuko wapi, aliambiwa Labda bado hajafika huko. Mama Skwala alijiuliza kwamba Labda ameelekea wapi. Alikuwa analia na huku akitoa vitisho kwamba wasimtafute. Ni wapi mahali ambapo Labda amekwenda? Na kwa nini ameumia sana? Yaani anaumizwa kwamba eti mwenzake mdogo wake huyu Kamra ameolewa kabla yake. Bwana msikilizaji, tukutane katika sehemu ya 20. Ni nini ambacho kinaendelea? Kama wewe ni mgeni, bonyeza neno subscribe. Lakini pia msiwe na mashaka kwamba tunaenda taratibu. Nawaambia bado muda kidogo tu, kuna mambo ambayo yatakaa sawa. Tutakuwa tunashusha sehemu 3 kwa wakati mmoja, sehemu 4 kwa siku moja kila siku. Kwa hiyo msiwe disappointed sana bwana. Makala simulizi BHB tuko pamoja na nyinyi kabisa, na twendeni hivi. Baada ya muda mfupi sana tutaanza kwenda kwa spidi. Hii ndio sehemu ya 19 ya mrembo Kamra. Bado imetuacha na maswali. Labda amekwenda wapi? Bado hatujafahamu kuhusiana na Vinodi. Tukutane katika sehemu ya 20. Bwana, usiache kulike, kucomment na kushare katika magrupu yako ya WhatsApp, Facebook na kwingineko, ili uweze kuenjoy pamoja na wenzako. Nikutakia kila laheri. Bye bye. Tukutane katika sehemu ya 20.